hallu sihr, kwa sababu tunasema kwamba sihri iko, uchawi uko, na unaweza ukamdhuru mtu kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Mtu akapata junun, akapata wenda wazimu, akapata wasiwasi katika nafsi yake, ikawa hatulii, hana raha, akapata maradhi, akapata hiki, akapata kile. Inawezekana kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Je, sasa tuangalie, itakapokuwa mtu amepatwa na sihri, basi ni halali kwake yeye kufanya lolote lile kwa sababu amepatwa na sihri? Ni halali kwake yeye kwenda kwa sahiri ili amchomelee sihiri yake alikuwa nayo? Hapa ndipo wanapokosea watu wengi. Hapa ndipo wanapokosea watu wengi. Watu wengi wanakosea kwambia, bwana wewe kwa sababu haja kufikia haya, haja kufika haya, ndio bwana wewe wasema tu, usije tukadanganyana bwana, kila mmoja na mganga wake hapa. Wengine wanasema usije kaona watu tu wasema bwana. Haya ni maneno ya waganga na wafuasi wa waganga. Kwa hiyo hawaamini kwamba katika dunia hii watu wanaweza kuishi bila ya kuwa na waganga wa kienyeji wa kuwafanyia sihiri. Idha saa fi'lu al-mar'i sa'at dhununuhu, kama anavyosema mshairi. Siku zote mtu anapokuwa vitendo vyake ni viovu, hata dhana zake zinakuwa mbaya. Ndio wale utakuta mtu akwambia, wewe utasema hii haramu haramu. Kuna mtu ali haramu, watu wote wanakula haramu. Kwa nini? Kwa sababu ndio yeye ndivyo alivyo. Kwa hiyo aona kwamba haiwezekani, akafunga kabisa milango yote ya rahma za Allah tabaraka wa taala, hakuna ila haramu. Kwa kadhalika hata wale ambao wameghuriwa na mushaawadhin, wameghuriwa na waganga wachawi ambao wanatumia uchawi, wanaona kwamba haiwezekani wewe ukaishi na ukafanikiwa katika maisha yako kama wewe huna mchawi wa kurugea. Kuna mchawi maalum kwa ajili ya kufanyia mafanikio ya mambo ya pesa, mwingine kwa ajili ya familia, mwingine kwa ajili ya maradhi, mwingine kwa ajili ya kadha. Kila mtu ana wachawi 7, 8, mwingine kwa ajili ya siasa. Basi kila mmoja ana mafungu yake wachawi. Kwa hiyo aona haiwezekani katika dunia hii, lazima utumie nguvu za giza. Kwa hiyo anapopatwa na jambo tu au jambo la kawaida tu, mape malaria, kitu cha kwanza kabla ya kwenda kupima malaria atakwenda kwenye tunguri. Hebu niangalie, mimi naona kwamba kuna mtu nimekutana naye, yule mtu si mzuri. Watu wabaya kabisa bwana. Kuna watu wapata vichaa kwa sababu ya malaria, wakaambiwa kwamba ni uchawi, kwamba huyu bwana lazima apigwe nyungu, huyu lazima afanywe hivi afanywe hivi. Mtu ana malaria amteketeza, mara amekuwa kichaa. Wote wamekuwa na maradhi mbalimbali, akiambiwa bwana huyu bwana amepigwa mnyama huyu, kumbe ana ukimwi. Huyu sijui bwana huyu amefanywa hivi, anategwa huyu, kumbe sukari. Basi maradhi mbalimbali ya kawaida ambayo yanatibika katika mahospitali, au mtu ana TB haionekani, maana TB ina tabia kujificha. Ambaye bwana huyu ni mnyama mkali kabisa, huyu mnyama wa Kikongo huyu, uchawi huu umetokea Kongo. Basi adanganywa, mbuzi wataisha, kuku wataisha, hivi vitakwisha, mpaka mwisho kina hospitali ambaye TB imemmaliza. Lakini kwanza ameambiwa bwana kenda kwenye dispensary hivi, vijizahanati, kapimwa akaangalia kwamba bwana hauna kitu. Alafu pingine kule akakutana na watu ambao si washauri wazuri, bwana wewe mrudisha nyumbani ukaangalie mambo ya nyumbani huko. Sasa akija huku anakuja na kila kitu, kwambia bwana hata madaktari wenyewe wamesema kwamba huyu bwana kuna mambo ya Kiswahili. Sasa tayib, haya mambo sio kama hayapo, yapo. Lakini je, dini yetu imetuacha? Haikutupa ufumbuzi? Kama ikiwa mtu amepatwa na sihri, amepatwa na masi ya jini, basi Uislamu haujatufundisha chochote? Aljawabu la. Jawabu hapana. Hii inaonyesha kwamba hatuna mlango wa kuingia katika ashirki billah, hatuna mlango wa kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Mlango yote imefungwa, milango yote imefungwa. Tibi ya halali imeruhusiwa, watu kuna hospitali, kuna hata kutumia madawa ya mitishamba ni halali, lakini kuna masharti na taratibu. Waganga wengi wenye kutumia mitishamba huwatumia majini na mashayatin, maradatu shayatin, katika kuwatibu watu. Hawa hawafai maadamu mtu atumia mashayatin. Na katika alama kubwa ya kumjua kwamba mganga huyu anatumia sihiri na shayatin, ukienda kwake atakuagiza kitu sampuli ya ndege. Akikwambia tu lete kuku, basi ujue huyu anatumia uchawi.
kalete njiwa, nataka njiwa manga, nataka kuku wa kinyavu, kuku wa kishingo, nataka kuchi, kuku wa aina yote. Akishakutajia ndege, basi ujue kwamba huyo ni mchawi. Unafahamu, hizi ni alama zao. Moja katika alama yao kubwa ni hiyo. Sasa watu wanapokataa, si masala miti shamba kwamba kachimba mti fulani, kachukua magome ya mti fulani, kachukua mzizi huu na mzizi huu, kachanganya labda asali na habatu sauda, waswahili haba soda, au zait zaitun, au kafur maiti sijui, au vitu gani. La, hivi havijasema kwamba hii shirki billah. Lakini ukishasikia masala ya kuagiziwa kuku, ujue kwa hapa pana shughuli ambayo si ya halali. Kadhalika mtu ajifanya anasoma, ukifika tu wewe kama shida yako nishaijua, wewe una matatizo makubwa kunotoka, pole sana, wewe una hili na hili na hili, akakuelezea baadhi ya mambo yatakuingia akilini, kwa ni kweli halijui mtu huyu, mimi ndo nimekwenda leo lakini kanitajia kila kitu. Wala wanatumia mashayatini, kwani alama ya kwamba huyu anatumia sihr, haifai kwenda kwake, mpige ramli. Turudi katika hii maudhu. Mtu amepatwa na sihri, asabahu sihr, mtu amepatwa na sihri, afana Allah wa iyyakum. Allah tabaraka wa taala atuondoshee hili sisi na nyinyi, na atukinge na udhia huu, lakini udhia mkubwa. Sasa sheria ya Kiislamu yatufundisha nini? Sheria ya Kiislamu haitufundishi sisi tufanye matabano, tufanye ruqa au azaim ambazo si za kisheria, na dawa ambazo si za kisheria, bali tunatakiwa tutumie dawa ambazo Uislamu umeziruhusu. Kwa maana ya kwamba hairuhusiwi kuuvua na kuuchomoa uchawi kwa uchawi, kwa sababu miongoni mwa mambo ya sihiri ni an-nushra. Nushra ni kuchomolewa. Mtu akienda pale akaambiwa huyu bwana anajifupa huyu ndani ya tumbo lake, huyu ndilo linalomuumiza, itabidi lichomolewe. Hii ni nushra, na nushra ni sihiri. Isipokuwa uchawi unachomolewa kwa Qur'an na al-ad'iya al-ma'thura an an-nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na dua zilizopokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na dawa ambazo zimethibiti katika sunna na katika tajriba ya atibba ambao ni muslimuna mu'tamanun, madaktari na matabibu wa Kiislamu wenye kuaminika. Uchawi utachomolewa na utatolewa kwa kutumia Qur'ani na sunna na dawa ambazo zimethibiti kwamba ni dawa za uchawi. Miongoni mwa hizo ni mtu kula tende ajwa 7 kila siku asubuhi. Hadithi katika Sahih Bukhari, na anaweza kuisoma hadithi ile. Na tena Musa sauti yatasikie. Sogea wewe mbele. من صوت الشيخ؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح 7 تمرات عدوة لم يضر له ذلك اليوم صوم ولا سحر. Soma haraka. Mimi nataka usome watu wote hapa waisikie na waandike hii hadithi kama wale wasiojua. Kuna darasa nyingine nitakuja kusikilizisha watu waisome hadithi hii. Sikilizeni kwa makini, soma kwa nguvu na utaratibu. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح 7 تمرات عدوة. رجع بقى hapo. يعني حديثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man tasabbaha, yule atakayekula asubuhi 7 tamaratin ajwatan, tende 7 za ajwa. Kuna tende zinaitwa za ajwa, ziko kule Madina, ziko mamlaka ya Saudia Madina, zinatoka huko yani.
man tasabbaha 7 tamaratin ajwatan, tende za ajwa, atakayekula asubuhi tende 7 za ajwa, haitamdhuru yeye siku hiyo sumu wala sihrun, sumu wala uchawi. Haitakudhuru wewe siku hiyo sumu. Mathalan imetokea labda ukuta pamewekwa ile dipu ya kuogeshea ng'ombe, sasa ukaona ni maji ukanywa na ushakula ajwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam haikudhuru. Haikudhuru. Sumu ya panya mathalan sio kukusudia, sababu jaribu kwenda safari hiyo. طيب. حديثه متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. atakayekula tende 7 za ajwa asubuhi haitamdhuru katika siku hiyo sumu wala uchawi. Kadhalika suratul Baqara, suratul Baqara, nataka mtu asome hadithi inayohusiana na suratul Baqara, akhudhuha baraka. Nani anaweza kusoma kitabu anayejua hadithi hiyo? Nani anajua hadithi hiyo? Wewe unajua tende tu. Sasa wengine hawawezi kupata ajwa, lakini suratul Baqara kokote iko. Ni hadithi nyingi zifanya. Wewe kwa nyumba unakusudia wewe. Tafadhali. Sogea karibu. Hadithi nyingine kama tende ajwa utasema nitazipata wapi? Ziko Madina huko na zinauzwa ghali. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوت مقابر إلا الشيطان يدخل من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. هي لموجة إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة أو تقرأ فيه سورة البقرة. من حديث نجين اقرأوا البقرة لا يجوز فيه وين كنا نقول هاي نجين فإن أخذها بركة وتركها حسرة لا يستطيعها البطلة. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwa sababu kuichukua hiyo suratul Baqara ni baraka na kuiacha ni masikitiko na ni majuto, wachawi hawaiwezi suratul Baqara. Kwa hiyo isomeni suratul Baqara, kwa kudumu vile vile kuisoma suratul Baqara, sababu wakati unakwenda kwenye kipengele kimoja na sisi tulisema tutasoma vipengele 4. Almuhimu ni kwamba katika sharia ya Kiislamu hairuhusiwi kufanya halu sihri bisihri, kutoa uchawi kwa uchawi, bali kinachoruhusiwa ni kuutumia uchawi, kuutoa uchawi kwa njia ya kisheria ambayo imewekwa na Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imma kupitia Qur'ani, kwa maana kutumia ayat za Qur'ani kama vile المعوذتان سورة قل أعوذ برب الناس، قل سورة الفلق سورة الناس، كذلك سورة الإخلاص، كذلك سورة البقرة، كذلك كل عجوة. na jambo gani jingine kadhalika kufanya matabano wakati wa kulala, kwa maana kufanya ruqya katika nafsi yako, kadhalika kwa mtoto wako, na kadhalika kuleta adhkari za sabah na masaa ambazo watu wengi wanaghafilika nazo, lakini katika mambo makubwa kabisa ya kumnufaisha mtu ni adhkari za sabah na masaa, adhkari zile zinazofanywa wakati wa asubuhi na adhkari za wakati wa jioni. Kwa hakika talibul ilm na muislamu wa kawaida anashauriwa na kunasihiwa adumu juu ya adhkari hizi, kama vile kudumu katika adhkari za dubura salawat, yani baada ya salawati maktuba, kudumu juu ya adhkari hizo, kadhalika kudumu katika rawatib. Kudumu juu ya rawatib ni jambo kubwa na ni jambo la msingi ambalo linaweza kumsaidia mtu biidhnillah. Kadhalika kutumia adhkari katika kila munasaba wake, wakati wa kupiga chafya, wakati wa kuingia chooni, wakati wa kutoka, wakati wa kulala, wakati wa kula,
wakati wa kumaliza chakula, wakati wa kuvaa nguo, wakati wa kuvua nguo, wakati unapoingia nyumbani, wakati unapotoka, wakati unapotembea barabarani, unapopanda kwenye mlima, unaposhuka au unapopanda juu na kuteremka chini. Na kila munasaba ukitumia adhkari hizi, basi ujue kwamba wewe una haki ya kuhifadhiwa na Allah tabaraka wa taala na kila baya, na kadhalika na kila sampuli ya i'tidaa, kama vile min sharri naffathati fil uqad, na shari za wanawake wachawi wenye kuvivia katika matabano. Kwa hiyo suala la halu sihri bisihri ni muharramun biijma'i alulama. Kuondosha uchawi kwa uchawi ni jambo la haramu kwa ijma' ya wanawachuoni wa Kiislamu. Kuna mambo mengi yanataallaki na sihri, inshallah nurji'uhu ila وين